Yes, wakati tunaendelea kushuhudia michuano ya kombe la AFCON kwa mataifa huru barani Afrika ikianza kule nchini Morocco, huku upande wa The Listening Africans, mwalimu ama kocha wa timu hiyo mwalimu Pedro Gonçalves anaendelea kufanya yake kuhakikisha kwamba anaendelea kujiandaa na sajili za dirisha dogo ili aweze kutengeneza timu iliyo bora zaidi na kuweza kuleta wachezaji wenye viwango zaidi kwa ajili ya kusaidia timu hiyo katika michuano mbalimbali ambayo Young Africans imekuwa ikishiriki. Kumbukwe Young Africans wapo katika michuano ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika ambapo wako kundi D na dhidi pamoja na timu za Al Ahly ya nchini Misri, AS FAR Rabat ya nchini Morocco pamoja na JS Kabylie kutoka kule nchini Algeria. Sasa mwalimu Gonçalves unaambiwa tayari ameanza kupeleka majina ya wachezaji ambao anawahitaji, na huku akiendelea kujaribu kutupia jicho katika michuano hii ya AFCON ili kuweza kupata wachezaji wengine ambao pengine atawahitaji na kuwapata ili kuhakikisha kwamba anatengeneza Young Africans yenye ubora zaidi, yenye ushindani katika nyanja mbalimbali. Sasa moja kati ya wachezaji ambao mwalimu Pedro Gonçalves anawahitaji ni pamoja na mchezaji hatari wa Angola anayefahamika kama Laurindo Dilson Maria Aurelio maarufu wanamuita Depo, mwenye umri wa miaka 25. Na huyu ni mchezaji ambaye mwalimu Gonçalves anaonekana kumhitaji sana kwa sababu ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa sana. Lakini mchezaji huyo si tu Young Africans ambayo wanamhitaji, timu kadhaa zinaweza kumhitaji mchezaji huyu, na pengine Young Africans kama watafanikiwa kupata saini ya mchezaji huyu basi itakuwa wamepata bahati sana. Lakini naambiwa mchezaji huyu bwana ameweza kucheza katika timu ya taifa ya Angola, na kipindi ambacho iko chini ya kocha Pedro Gonçalves mchezaji huyu aliweza kuifungia timu hiyo magoli takriban 15. Kwa hiyo utaona ni kwa namna gani Pedro Gonçalves anafahamu sana Laurindo Dilson Maria Aurelio na hivyo ameona kuna umuhimu wa kumsajili mchezaji huyu kwa ajili ya kuongeza nguvu katika kikosi cha Dar es Salaam Young Africans. So nafikiri hii itakuwa ni moja kati ya sajili bora sana kuwahi kutokea kwa msimu wa dirisha dogo kwa Young Africans kuweza kuondoka ama kufanikiwa kupata saini ya Depo. Ni mchezaji hatari sana, mchezaji ambaye kweli ana mnyumbuliko fulani hivi katika uchezaji wake, lakini pia amekuwa ni sehemu ya wachezaji ambao wanatumia maarifa makubwa sana, akili nyingi sana kuhakikisha kwamba wanatengeneza nafasi nyingi za magoli, lakini pia wamekuwa ni moja kati ya wachezaji ambao wanashiriki mara kwa mara katika kupata magoli hayo. Kwa hiyo ni moja kati ya mchezaji hatari, ni moja kati ya usajili bora sana, na endapo Young Africans ukifanikiwa kupata saini ya mchezaji huyu basi itakuwa ni moja kati ya mafanikio makubwa sana ya kimabadiliko. Lakini pia Depo amepita katika vilabu kadhaa ambavyo ni pamoja na Petro de Luanda ya Angola, Gil Vicente ya Ureno, lakini pia aliwahi kupita kule Vojvodina ya Serbia, na sasa ndio hivyo tena akipiga katika timu ya Radomiak ya nchini Poland. So inawezekana Young Africans wakikaza wanaweza kumpata mchezaji huyu, lakini ni mchezaji ghali, mchezaji ambaye anatakiwa na vilabu vingi sana duniani.